Safi, mambo vipi mama? Mambo poa, mko poa? Poa kabisa, shikamoo. Marahaba, leo niko happy sana kuhudhuria harusi ya Nura. Yaani I'm extremely happy na nafurahi kwa kweli. Yeah. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wametamani kuja kwenye harusi ya Nura lakini hawakupata hii nafasi. Lakini mimi najisikia niko privileged. Yeah. Umekuwa na uhusiano gani kati yako na Nura, labda kikazi, labda hata apart from kazi, kiurafiki, vitu kama hivyo, umekuaje? Nura ni mwanangu. Nikiangalia kiumri wangu na umri wa Nura, Nura ni mwanangu. Tushawahi fanya movie fulani baina yeye na Jay ambaye ni Bobo na yeye. Na nilifurahi kwa kweli kufanya naye kazi na nazidi kufurahi kwa sababu sasa hivi anaingia kwenye maisha mengine. Na Mwenyezi Mungu amjalie kila laheri. Na pia nimwambie mumewe, hii ni talenti ya Nura, asifinye. Aiache talenti ya Nura itoke. Yaani kama ana limiti zake amfanyie zile limit, lakini si kumlimit katika career yake ama talenti ya Nura. Yeah. Sawa, labda kutokana kitchen parties will happen, shughuli zote bridal shower mpaka sasa hivi, umependa nini hasa kwenye process, vitu kama hivyo? Kwa kweli msururu wa mipangilio ni mizuri, kitchen party ilikuwa nzuri, na sasa hivi mpangilio huu ambao uko sahihi nimeupenda. Sijaingia ndani ya holi, lakini kwa kuanzia ukiingia kuna hii, unafungiwa simu yako. Kila mtu leo ataconcentrate kumwangalia Nura badili ya kila mtu kuenuka kuanza kumpiga Nura picha. Yes, and this is the best way. Mimi na advise mtu yoyote ambaye atafanya harusi afanye hichi kitu. Kwa sababu kila mtu atakuwa anaangalia jambo moja la kumwangalia bibi harusi, badili ya wewe uchukue uharibu picha za watu, ufanye hapa na pale, vitu kama hivyo. Lakini yani mimi ningependa kuadvise kila mtu akifanya harusi yake na ikiwa ni harusi nzuri, achukue mkondo. Sure. Yeah. Juzi ulikuwa kwenye kitchen party, tulikuwa pale na kuna wengi sana walitoa ushauri wao, na moja ya watu ambao walikuwa pale wakatoa ushauri ni Tamara pale, lakini mtandaoni inaonekana ni kana kwamba wengi hawajapenda ushauri ambao alizungumza pale. Sijui kwa wewe unaichukuliaje na unazungumziaje ule ushauri ambao alizungumza pale Tamara? Ambaye hajapenda ule ushauri wa Tamara, hajamuelewa. Tamara alitoa ushauri mzuri ambao ni fiche. Alikuwa haipaswi kusema kila kitu peupe, kwa sababu siku zote unaambiwa kama unatoa ushauri mzuri ni ufiche, na kitu chochote kile ambacho kina ushauri mzuri ni fiche. Kwa hiyo pale alitoa kitu fiche ambacho kama watu hawakuelewa, kwa sababu Nura yuenda kufanyaje? Yuolewe enda act. Olewe akaenda act, yuolewe yuenda kwa mume wake. Na ni sawa, Nura akifika mpe mume paja. Mimi tena naurudia huo msemo. Akifika tena mpe paja na asimnyime. Ndio. Kwenye vitu kama hivyo, kwa sababu alikuwa anadaisha kwamba wanawake wawe submissive kwa mabwana zao. Apart from that, ni kitu gani kingine ambacho nahisi kwamba itakuwa ni kama suluhisho la haraka watu wanapogombana kwenye ndoa? Siku zote mimi naamini unapomteta na mume wako ama mwenza wako, naamini nyinyi mkisuluhisha nyinyi wenyewe, kama vile mlivyokuwa nyinyi wenyewe, mkatafutwa nyinyi wawili, mkaangalia nyinyi wawili, mkasemezana nyinyi wawili, na naamini unapokosa pia ni msuluhishe bana nyinyi wawili. Sure. Yeah. Sasa tukwache tu labda uendelee na shughuli kwa sababu ni kubwa, lakini comment yako ya mwisho labda tukiondoka, una kipi cha kuzungumza general pia kwa the young people ambao pia wangetamani kuingia kwenye ndoa? Kwa kweli ndoa ni sunna kwanza, na ndoa ndio maisha ya kila binadamu, kwa sababu ndoa ndio ilinitoa mimi na wewe. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye anataka kuingia katika ndoa asiogope, wala asiwe muoga, wala asiseme mimi bado, kwa sababu ukisema the more unasema mimi bado, the more ndio unazeeka. Kwa hiyo kama uko tender age, tafuta mwenza wako na usukume maisha na yeye, na mvumiliane mabaya na mazuri, kwa sababu ndoa inapanda shuka zake. Na mtu yoyote yule uwe tayari ndani ya panda shuka zako. Yes. Ningeshauri wanawake waende kufundwa kwa ajili ya mafunzo mbalimbali kabla ya kuingia kwenye ndoa, hata labda kabla ya kuingia huko. Waje kwangu. Mimi mwenyewe ni mfundaji. Yaani hapa waje tu. Mimi mwenyewe ni mfundaji, kwa sababu unaona mtu usipofundwa bwana unafeli.
Kwa hiyo mimi na advise mtu yoyote yule ambaye anaolewa mwanamume kwa mwanamke waingie katika kufundwa, wafundwe na iwe yani hivyo yani. Asante sana mama. Shukran sana. Haya, tuenjoy. Kitu chochote kile ambacho kina ushauri mzuri ni fiche. Kwa hiyo pale alitoa kitu fiche ambacho kama watu hawakuelewa, kwa sababu Nura yuenda kufanyaje? Yuolewe ende act. Olewe akaenda act, waolewe yuenda kwa mume wake. Na ni sawa, Nura akifika mpe mume paja. Mimi tena naurudia huo msemo. Akifika tena mpe paja na asimnyime. Ndio. Kwenye vitu kama hivyo, kwa sababu alikuwa anadaisha kwamba wanawake wawe submissive kwa mabwana zao. Apart from that, ni kitu gani kingine ambacho nahisi kwamba litakuwa ni kama suluhisho la haraka watu wanapogombana kwenye ndoa? Siku zote mimi naamini unapoteta na mume wako ama mwenza wako, naamini nyinyi mkisuluhisha nyinyi wenyewe, kama vile mlivyokuwa nyinyi wenyewe, mkatafutwa nyinyi wawili, mkaangalia nyinyi wawili, mkasemezana nyinyi wawili, na naamini unapokosa pia ni msuluhishe bana nyinyi wawili. Sure. Yeah. Sasa tukwache tu labda uendelee na shughuli kwa sababu ni kubwa, lakini comment yako ya mwisho labda tukiondoka, una kipi cha kuzungumza general pia kwa the young people ambao pia wangetamani kuingia kwenye ndoa? Kwa kweli ndoa ni sunna kwanza, na ndoa ndio maisha ya kila binadamu, kwa sababu ndoa ndio ilinitoa mimi na wewe. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye anataka kuingia katika ndoa asiogope, wala asiwe muoga, wala asiseme mimi bado, kwa sababu ukisema the more unasema mimi bado, the more ndio unazeeka. Kwa hiyo kama uko tender age, tafuta mwenza wako na usukume maisha na yeye, na mvumiliane mabaya na mazuri, kwa sababu ndoa ni inapanda shuka zake. Na mtu yoyote yule uwe tayari ndani ya panda shuka zako. Yes. Ningeshauri wanawake waende kufundwa kwa ajili ya mafunzo mbalimbali kabla ya kuingia kwenye ndoa, hata labda kabla ya kuingia huko. Waje kwangu. Mimi mwenyewe ni mfundaji. Yaani hapa waje tu. Mimi mwenyewe ni mfundaji, kwa sababu unaona mtu usipofundwa bwana unafeli. Kwa hiyo mimi na advise mtu yoyote yule ambaye anaolewa mwanamume kwa mwanamke waingie katika kufundwa, wafundwe na iwe yani hivyo yani. Asante sana mama. Shukran sana. Haya, tuenjoy. Kitu chochote kile ambacho kina ushauri mzuri ni fiche. Kwa hiyo pale alitoa kitu fiche ambacho kama watu hawakuelewa, kwa sababu Nura yuenda kufanyaje? Yuolewe ende act. Olewe akaenda act, waolewe yuenda kwa mume wake. Na ni sawa, Nura akifika mpe mume paja. Mimi tena naurudia huo msemo. Akifika tena mpe paja na asimnyime. Ndio. Kwenye vitu kama hivyo, kwa sababu alikuwa anadaisha kwamba wanawake wawe submissive kwa mabwana zao. Apart from that, ni kitu gani kingine ambacho nahisi kwamba litakuwa ni kama suluhisho la haraka watu wanapogombana kwenye ndoa? Siku zote mimi naamini unapoteta na mume wako ama mwenza wako, naamini nyinyi mkisuluhisha nyinyi wenyewe, kama vile mlivyokuwa nyinyi wenyewe, mkatafutwa nyinyi wawili, mkaangalia nyinyi wawili, mkasemezana nyinyi wawili, na naamini unapokosa pia ni msuluhishe bana nyinyi wawili. Sure. Yeah. Sasa tukwache tu labda uendelee na shughuli kwa sababu ni kubwa, lakini comment yako ya mwisho labda tukiondoka, una kipi cha kuzungumza general pia kwa the young people ambao pia wangetamani kuingia kwenye ndoa? Kwa kweli ndoa ni sunna kwanza, na ndoa ndio maisha ya kila binadamu, kwa sababu ndoa ndio ilinitoa mimi na wewe. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye anataka kuingia katika ndoa asiogope, wala asiwe muoga, wala asiseme mimi bado, kwa sababu ukisema the more unasema mimi bado, the more ndio unazeeka. Kwa hiyo kama uko tender age, tafuta mwenza wako na usukume maisha na yeye, na mvumiliane mabaya na mazuri, kwa sababu ndoa ni inapanda shuka zake. Na mtu yoyote yule uwe tayari ndani ya panda shuka zako. Yes. Ningeshauri wanawake waende kufundwa kwa ajili ya mafunzo mbalimbali kabla ya kuingia kwenye ndoa, hata labda kabla ya kuingia huko. Waje kwangu. Mimi mwenyewe ni mfundaji. Yaani hapa waje tu. Mimi mwenyewe ni mfundaji, kwa sababu unaona mtu usipofundwa bwana unafeli. Kwa hiyo mimi na advise mtu yoyote yule ambaye anaolewa mwanamume kwa mwanamke
waingie katika kufundwa, wafundwe na iwe yani hivyo yani. Asante sana mama. Shukran sana. Haya, tuenjoy.